Mkutano wa Injili unaofanyika katika mtaa wa Ikulu wa kata ya Namilo manispaa ya Geita umevuta waumini na wananchi wengi zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda, huku wengi wao wakiendelea kupokea uponyaji kupitia mkutano huo. Mkutano huo unahubiriwa na mchungaji Elia George, mchungaji wa kanisa la TAG Heliwe Moyo Safi, ikiwa ni kutimiza maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Injili cha Marko sura ya 16 mstari wa 15 hadi 16 unasema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Mtazamaji, na hapa na kuunganisha na mahubiri ya moja kwa moja mchungaji Elia George akiwa katika viunga vya mtaa wa Ikulu wa manispaa ya Geita. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa, katika nchi, njaa ya kukosa chakula. Ataleta njaa Mungu, ila amesema kwamba si njaa ya kukosa nini? Si njaa kula, si njaa kukosa chakula. Maana yake maharage utakula sana, kama udaga utakula sana, mahindi utakula sana, mihogo ya kuchoma utakula sana, lakini ataleta njaa ya kukosa neno la Mungu. Na hiyo ndiyo hatari. Sikiliza mwanadamu wa Ikulu, tunaoishi katika misingi ya dunia, tunaishi kwa sababu ya neno. Mungu alisema na tumfanye mtu akatawale, na ndiyo maana leo upo hapa unaishi kwa ajili ya neno, lakini ni upuzi wako tu. Unashindwa kuelewa kwamba Mungu aliyekuweka katika misingi ya dunia, unapuyanga tu, unajiona kwamba ulinyanyuka tu tumboni mwa mama yako. Sio hivyo. Uliingizwa duniani kwa neno. Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura yetu akatawale ndege wa angani, yaani ukapewa mpaka na utawala. Unakuwaje wewe leo? Huwezi ukamwelewa Mungu aliyekuweka katika misingi ya dunia. Ni mapepo ya namna gani, ni majini gani yaliyomo ndani yako ambayo hayataki kabisa umwelewe Mungu aliyekuweka katika misingi ya dunia hii. Hiyo nguvu ulionayo anayokuwezesha ni Mungu. Nielewe vizuri mama yangu, hata kama unajiona ni mzuri kwamba unapita kila sehemu nakwambia huo uzuri ni kwa sababu ya Mungu, lakini Mungu ana uwezo wa kukuhondomola sura yako ikahondomoka sawa sawa na wala zikakosekana. Na kwambia jioni leo ni wakati wa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yes. Kabla ya wakati wa neno la Mungu bado lipo linahubiriwa. Ni neno ambalo ni kweli ya Yesu, ni neno ambalo ni kweli. Kabla ya neno la Mungu bado Mungu hajalipoteza katika ulimwengu huu. Neno litapotea na wanadamu watalipenda, lakini haitawezekana kuliona. Haitawezekana. Kwa nikwambia tu mamangu, nikwambia babangu, kama umepata neema, umesogezwa kwenye mkutano huu, ni Mungu kabisa. Ni Mungu kabisa nakwambia. Yes. Ni Mungu kabisa. Yes. Jamani, wakati Mungu ananiambia hizi habari za kuhubiri, mimi nilichoka kwanza. Nisema nitaenda kuambiaje watu hawa ambao walishajikinai hawataki Injili? Nitaenda kuambia nini? Akasema nenda hivyo hivyo. Unavyoona ndivyo, nenda hivyo hivyo. Na mimi nikasema basi Bwana sawa. Ngoja nianze kutembea. Maana sina ujanja. Bwana siwe sana. Lakini kumbuka mwanzo nilizungumza kwamba muujiza mkubwa ni ile kumpokea Yesu na kuanza kutembea naye na kuacha njia mbaya. Yes. Kama ambavyo imezungumza ile Isaya. Yes. Huo ndio muujiza mkubwa. Na hicho sana ndicho Mungu ametutuma tuje tuseme. Tupo kwenye kampeni ya kuingia uzima wa milele. Tupo kwenye kampeni ya kusaidia habari ya Mungu, watu wamgeukie Mungu, waingie katika uzima wa milele. Tupo kwenye kampeni. Tupo kwenye nini? Kampeni. Tupo kwenye nini? Kampeni. Mbona wengine hawasemi tuko kwenye nini? Kampeni. Tumetumwa na Mungu kuambia watu wajiandae kwa ajili ya kuingia katika uzima wa milele. Lakini asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Amen. Ukishindwa kuamini leo, hukumu ipo imesimama. Napozungumza maisha ya ondoa baraka,
ukiwa na mfumo wa maisha ya wanawake, wewe ni baba, unashindwa kupalangana kutafuta hela, unashindwa kupalangana kutafuta pesa yako, unapalangana ile pesa unaigeuza inakuwa ni ya kwenda kuhonga, kwenda guest, si maligani guest kule misielewi, si kwenda ile mchele guest. Na kwambia utatapatapa maisha mpaka dakika ya mwisho, mpaka utakaponyoka siku moja katika mstari ulio leli hivi, ukasema mke niliyemchukua ni huyu anayenifaa, au wengine ukaona ni takataka. Hapo ndipo hali yako itakaa sawa. Lakini kama bado na maisha ya mchanganyo, mweupe unampaka mweusi, wa njano, wa blue, waza wote bado na wataka, utapata maisha. Nakwambia, maana kila unayemwona unakotaka kumpeleka lazima ukale chips mayai, na chips mayai gete zimepanda, una 2,500 3,000, huwezi ukala chips. Sasa nao madada walivyo wazuri wanakujaga na njaa tu, hawajawahi kutoka kwao wakiwa wameshiba. Ngoja tuombe kwanza na wenye shida, tuachane na hayo. Haleluya. Mama, ndo mna changamoto katika maisha yenu. Napozungumza changamoto, ni changamoto za kila aina. Amina. Tuzungumzie tu maisha. Kama changamoto za maisha, changamoto za magonjwa, changamoto mbalimbali. Sisi Yesu ametuleta mahali hapa kuomba tu. Lakini yeye ndiye kutenda miujiza. Yeye ndiye awezaye kutenda peke yake. Mimi sina uwezo. Naweza nikazungumza tu, lakini neno aliloweka ndani yangu ndio liende kwako, nikafanya mabadiliko, sababu aliyenituma yeye peke yake ndiye ana uwezo. Naomba fumba macho yako, niombe haraka kabisa ili nishuke na hapa. Nimetosha kuita watu mpaka nimeshachoka mwishowe. Naomba wahudumu wawekeni mikono. Sio mimi, utachelewa kufika mbinguni kwa sababu ya kujaji. Ni nani anayehubiri? Ni nani? Sikiliza, nimemleta Yesu Mnazareti hai, aliye na uwezo wa kuokoa wakina mama na wakina baba. Sogeni wakina mama, kama bado hujaokoka, ni wakati huu mapema. Tubu dhambi zako, sogea ili Mungu akusamehe katika mateso ulionayo, katika tabu ulionayo. Sogea mbele, usiogope. Sogea, acha kuogopa. Tumeshazungumza mengi sana. Nimesema hata kama ulisharudi nyuma, ulikuwa unasali, wenda wakati mwingine ulikuwa unasali vizuri sana, lakini imefikia tu ukarudi nyuma. Sogea mbele hapa, sogea tukuunganishe na Mungu. Sogea dadangu, nilikuwa ninyosha mkono. Sogea dadangu, sogea dadangu, waleteni wakina dada, waleteni hao wote walinyosha mikono, wasogezeni. Watu wa Ikulu nisikilizeni. Nilizungumza mengi sana, nikafikiria kwamba leo Ikulu nzima tutatubu. Nimezungumza ya kutosha, nikaamini kwamba Ikulu wote tutafanyaje? Tutatubu. Lakini sikiliza, moyo wa kukupoteza huwa una tabia ya kwanza kuambia ngoja kwanza mwaka ujao. Lakini nakwambia mwaka ujao huelewi kama utafikako. Na tuliowazika jana na tuliowazika mwezi uliopita, na wao walitegemea kwamba watakuwepo hapa, lakini haikuwezekana. Usingoje mwaka jana, usisubirie kesho. Unaposikia neno la Mungu ndio wakati wako. Na kuomba sogea. Kama uko nyuma uko unataka kumrudia Yesu, nyosha mkono wako hivi. Nyosha basi, usisogee, nyosha uliyeko nyuma. Niombe ukiwa huko. Tunyoshe watu wote mikono juu. Kadri hapa, tunyoshe mikono juu. Kama ulishaokoka naomba shusha. Hey. Ni waongofu wote. Mzee njoo, usiogope. Usiogope mzee wangu. Usiogope kabisa. Najua ni mzee wangu, usiogope. Nikwambie, kama unataka uonane na Yesu, usijaji familia, kuniangalia familia hizi ni wako fulani. Yaani ukiniangalia kwamba ni wako fulani. Hai. Ikiwezekana nifuateni kwanza kwa maneno haya. Nifuateni kwanza kwa maneno haya. Nifuateni kwa maneno haya. Wahudumu mje huko. Nifuateni kwa maneno haya, wahudumu muwe mbele ya hao. Nifuateni kwa maneno haya mliokuja kuombewa. Semeni, Bwana Yesu. Ongeza sauti, sema Bwana Yesu, tunakuja mbele zako. Mimi nina shida ambayo imekuwa ikinisumbua
muda mrefu. Leo nimelisikia neno lako ndio liagiza kupitia mtumishi wako, nami nimeamua Bwana, nimesogea mbele yako ili unipumzishe. Wewe peke yako ndio uliyetamka ukasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, lakini ukatangaza jambo jema sana, ukasema utatupumzisha. Mateso haya nipumzishe, shida hizi nipumzishe. Nimetembea kwa waganga mbalimbali maeneo mengi, lakini bado sijapata msaada, Hali yangu ndio inazidi kuwa mbaya, lakini jioni ya leo Bwana nimekuja, naomba Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe. Endelea kuongea, kuna kitu kinakuja. Sema Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe. Petro alisema Yesu niokoe, wakati alipokuwa akisema hakuweza kuendelea kuzama kwa sababu ya kusema Yesu niokoe. Sema Yesu niokoe, endelea kusema Yesu niokoe. Katika jina la Yesu aliye hai, tumuomba katika jina la Yesu aliye hai. Yes! Nakuita kwa jina kina mama hao, waokoe katika taabu zao, katika jina la Yesu. Pokea ukombozi, pokea kukombolewa, pokea. Wacha watoto hao, wacha vijana hao, ninaomba msamaha ya Bwana, ninaomba wacha kwa karibu na salama, katika jina la Yesu. Ninaita power yake, tamka neno la imani jioni ya leo kwamba Yesu naita nguvu mpya, huyo na uwezo wa kukomboa, huyo na uwezo wa kukoa. Naomba nenda, wapo akina mama hapa kwa jina la Yesu, wapo vijana wa kike na wa kiume, wamekukiri wewe na kumwagia moto, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jioni ya leo nawaleta mbele zako Bwana, nami kama mtumishi wako naomba Bwana wapokee, futa majina yao katika kitabu cha hukumu, andika majina yao katika kitabu cha uzima. Lakini kwa wapo wao na shida na changamoto mbalimbali, wengine wameshika maeneo ambapo wanapoumwa, haya mateso yote yaliyomo ndani yenu ninayaita katika jina la Baba aliye hai. Yenye mateso toka, mizimu, majini toka, haya achia. Naomba mwashike mizigo yako wenye watoto. Wewe mama, huyo mtoto umemfunika vibaya, katika jina la Yesu aliye hai. Haya mapepo mabaya wote waliowasababisha wakati mwingine kugua, wakina mama usiangalie. Naomba wahudumu msaidieni huyu mama. Huyu mama ana changamoto, yaani badala ya kutafakari shida yake anaanza kuangalia wengine. Wewe mhudumu uliyeko hapo usisinzie. Baba mwenye enzi, usiombe umesinzia, utapigwa ngumi na pepo. Iko mahali hapa kwingine. Ikiwa upo mgonjwa uko hivyo, usishangae. Pepo anaweza akaruka na kufuata. Acha kushangaa, tafakari kilichokuleta. Ninaomba kama uko mgonjwa huko, naomba shikamana hapo hapo. Hai, ikiwezekana nifuateni kwanza kwa maneno haya,
Nifuateni kwa maneno haya, wahudumu mje huku. Nifuateni kwa maneno haya, wahudumu muwe mbele ya hao. Nifuateni kwa maneno haya mliokuja kuombewa. Semeni, Bwana Yesu. Ongeza sauti, sema, Bwana Yesu, tunakuja mbele zako. Mimi nina shida ambayo imekuwa ikinisumbua muda mrefu. Leo nimelisikia neno lako ndio liagiza kupitia mtumishi wako, nami nimeamua Bwana, nimesogea mbele yako ili unipumzishe. Wewe peke yako ndio uliyetamka ukasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, lakini ukatangaza jambo jema sana, ukasema utatupumzisha. Mateso haya nipumzishe, shida hizi nipumzishe. Nimetembea kwa waganga mbali maeneo mengi, lakini bado sijapata msaada. Hali yangu ndio inazidi kuwa mbaya, lakini jioni ya leo Bwana nimekuja, naomba Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe. Endelea kuongea, kuna kitu kinakuja. Sema, Yesu niokoe, Yesu niokoe, Yesu niokoe. Petro alisema Yesu niokoe, wakati alipokuwa akizama hakuweza kuendelea kuzama kwa sababu ya kusema Yesu niokoe. Sema, Yesu niokoe. Endelea kusema Yesu niokoe. Katika jina la Yesu aliye hai, tumuomba katika jina la Yesu aliye hai. Yes! Nakuita kwa cheo kina mama hao, waokoe katika taabu zao katika jina la Yesu. Pokea ukombozi, pokea kukombolewa, pokea. Wakipambana sana toka wazaliwe, lakini mpaka leo bado hawajaweza kufanikiwa. Wametembea kwa waganga wakitafuta msaada, wameenda huku na kule wakitafuta msaada, lakini bado hawajapata msaada wao. Niombe kama hao wapo watu hao wasogee, niombe nao neno la Bwana. Karibu kama kuna watu wana mahema, tuombe kwa pamoja, tushirikiane kuombeana, tushiriki kuomba wote. Wanakumbuka wakati na mimi kuna kipindi fulani nilizunguka huku na kule, nilienda kwa waganga wa kienyeji, walikula pesa zangu. Nilisimulia ilikuwa ni Jumatatu hizi, walikula pesa, wakala kila kitu, wakatafuna vya kutosha, ilikupa mali nyingi wapa waganga, nikifikiria ndio usalama wangu, lakini kuweza kuwezekana kabisa. Lakini siku pala ambapo nilitia ufahamu wangu, nikalielewa neno, nikasoma katika Kumbukumbu la Torati ile 28 inasema, ikiwa leo utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutunza maagizo yako agizayo, kasema na baraka hizi zitakufuata. Biblia katika Kumbukumbu la Torati 28 ikasema, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, utabarikiwa kila eneo. Lakini pia tena mstari wa 15 hiyo Kumbukumbu la Torati ikasema, ikiwa leo utaisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kushindwa kutunza maagizo yako agizayo leo, ikasema mstari wa 15, utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Ni mara ngapi umekuwa ukilima lakini hauwezi kabisa ukavuna kama ambavyo ulivyokuwa unakusudia kuvuna? Yoyote ni laana. Hiyo laana inaletwa kwa sababu ya kutokutii neno la Mungu. Zote ni zako, Matendo yako ya ajabu. barikiwe, Barikiwe Bwana wenu.
inua mikono yako. Sifa zote ni zako Bwana. Matendo yako ni ajabu. Barikiwe